Bwana, karibu sana kwenye movie mpya ya Man of War ya 2026 ambayo inaanzia nchini Hispania mjini Barcelona, ambapo mhusika mkuu anaitwa Michael Connell. Alikuwa mwanajeshi wa kikosi maalum na jeshi la Marekani USA Special Force ambaye anaishi maisha ya utulivu sana akiwa mstaafu, na hata hivyo amani yake inatoweka ghafla asubuhi ya tarehe 24 Februari 2022 wakati Urusi inapoanza uvamizi wake nchini Ukraine, tukio linalobadilisha kabisa mustakabali wa maisha yake. Bwana, katika wakati huo huo wa taharuki na mshangao, Connell anapata simu ya dharura kutoka kwa binti yake wa kambo ambaye anaitwa Liley, ambaye alikuwa akifanya kazi na misaada ya kibinadamu na mpango wa kujitolea katika kituo cha mayatima mjini Kharkiv nchini Ukraine. Hali inazidi kuwa mbaya pale mawasiliano yao yanapokatika ghafla katikati ya mabomu na mapigano makali ya uvamizi huo mpya. Bwana, kwa msaada wa mwasilishaji wake wa zamani wa CIA anajulikana kama Charles, Connell anafanikiwa kupata eneo alipo binti yake kupitia saa ya kidigitali au smartwatch ya Liley. Bila kusita, Connell anaamua kuacha kila kitu na kupanda ndege ya mizigo akiwa ameungana na kikosi cha mamluki wa kibinafsi wa Uingereza ili kuingia moja kwa moja kwenye uwanja wa vita wa mjini Kyiv. Bwana, baada ya kuwasili katika eneo hilo lenye hatari kubwa, Connell anakutana na kiongozi wa eneo hilo pamoja na mkalimani wake aitwaye Dani, ambaye anakuwa mwongozaji wake mkuu katika safari hiyo ya hatari kuelekea mji wa Kyiv. Wawili hawa wanalazimika kukabili vikwazo vingi, ikiwa ni pamoja na kukamatana moto kati ya vikosi vya jeshi vya Urusi na Ukraine barabarani. Bwana, wakati huo huo inabainika wazi kuwa Liley ametekwa nyara na kundi hatari la mamluki wa Kirusi linajulikana kama Sokovia Group likiongozwa na kamanda katili aitwaye Koniev. Kiongozi huyu wa mamluki anagundua kuwa kuna juhudi za uokoaji zinafanywa kumtafuta msichana huyo, jambo linalofanya wamwekee ulinzi mkali katika kituo cha polisi kilichogeuzwa ngome yao. Bwana, Connell na Dani wanafanikiwa kuungana tena na kikosi cha mamluki wa Kiingereza kilichoongozwa na shujaa wa zamani wa CIS aitwaye Ban, ambaye naye alikuwa kwenye mission binafsi ya kuokoa tajiri wa Kiukraini aliyefungwa. Kupitia taarifa za kiintelijensia walizozipata, wanagundua kuwa kituo cha polisi kinachoshikiliwa na maadui ndiyo ngome kuu iliyomzuia Liley. Bwana, kwa kutumia mbinu za kijeshi na ujasiri wa hali ya juu, kikosi hicho kinaingia ndani ya jengo hilo kupitia njia za chini za ardhi ili kuwakabili mamluki wa Sokovia ana kwa ana, na mapigano makali ya risasi yanaibuka ndani ya kituo hicho cha polisi. Bwana, huku kikiwa na wanajeshi wakipigania uhai wao katika mazingira magumu sana yaliyojaa baridi na moshi mzito wa baruti. Bwana, katika mtanange huo wa hatari, Connell anapambana na maadui wote waliomzingira na hatimaye anafanikiwa kumpata binti yake Liley akiwa hai, lakini kwenye hali ya hofu kubwa sana. Na hata hivyo, misheni hiyo inagharimu maisha ya nguvu nyingi sana, na hasa baada ya kugundua kuwa mlengwa mwingine wa kikosi hicho cha Kiingereza alikuwa ameshapoteza maisha kabla ya wao kufika. Bwana, filamu hiyo inahitimishwa kwa Connell kufanikiwa kumtoa binti yake salama machafuko hayo ya kutisha ya vita ya Ukraine, huku ikionyesha sura halisi ya mateso, ujasiri wa kibinadamu na gharama kubwa iliyolipwa na watu wa kawaida wanaokutwa katikati ya migogoro ya kijeshi. Bwana, sasa hapa inabidi turudi nyuma kidogo, tumwangazie ujamaa ambaye anaitwa Connell na Dani wakisonga mbele kwa tahadhari kubwa ili kuepuka mitego ya maadui wanajikuta wakikabiliwa na dola kali ya askari wa Urusi waliokuwa wakisafisha barabara kuu kuelekea maeneo ya makazi. Bwana, katika hayo kukabiliana na hali ya hiyo ya kushtukiza, Connell anatumia uzoefu wake wa zamani wa uwanja wa vita kuwapiga chenga maadui kwa ustadi mkubwa, huku Dani akitumia ujuzi wake wa lugha na eneo la kuwasaidia kujificha ndani ya jengo lililobomolewa na maporomoko. Wakati huo huo, katika mawasiliano hayo ya siri ya redio, kikosi cha Bani kinaanza kutoa taarifa za kushtuka na kwamba ngome ya kundi la Sokovia
haipo tu katika kituo cha polisi, bali kuna mtandao mkubwa wa nchi ya ardhi inaunganisha maeneo yote ya kimkakati mjini humo, jambo linalofanya operesheni hiyo ya uokoaji kuwa ngumu na yenye hatari zaidi kuliko walivyotarajia awali. Bwana, baada ya kupokea taarifa hiyo mpya kutoka kwa Habari kuhusu mtandao wa siri wa nchi ya ardhi, Colonel na Dani wanalazimika kubadilisha mbinu yao ya mapigano kwa haraka sana ili kuingia kwenye njia hizo za mahandaki bila kugundulika na mamluki wa Scoville. Kwa kutumia ramani ya digiti walioipata kupitia msaada wa Charlie kutoka kwa makao makuu ya mbali, wanafahamika kupenya hadi kwenye chumba cha siri kilicho chini ya kituo cha polisi, ambacho ndipo wanaposhukiwa kumweka mateka Riley, mahali ambapo wanapokuwa pamejaa mitego ya mabomu ya kuvuka na ulinzi mkali wa kamera ya usalama, jambo linalomlazimu Colonel kutumia ujuzi wake wote wa zamani wa ujasusi ili kukata nyaya za milipuko hiyo kimya kimya kabla hawajafika kwenye chumba kilichofungwa ama alichofungiwa huyo binti wa Colonel. Bwana, hii ni balaa sana, bonge moja la story, bonge moja la movie ambalo limetoka 2026, Man of War. Ni balaa sana hii movie. Tunakuja kugundua kwamba huyo mshikaji yeye alikuwa ni mwanajeshi wa zamani ambaye alishastaafu maisha ya kijeshi na alikuwa ana stress, kama unavyogundua kwamba Wamarekani wengi ama wanajeshi wengi sana wa Kimarekani ambao wakishahudumia taifa lao kwa muda mwingi sana wanakuwa wana stress sana na mawazo mengi sana. So ujamaa dakika ya mwisho alikuwa tayari kuweza kujiua kutokana na mawazo mengi sana ambayo yalikuwa kichwani kwake na kutokana na kukosa amani ya maisha yake. Bwana, mpaka dakika ya mwisho jamaa alikuwa tayari kuweza kujidungua risasi akiwa ndani ya chumba chake. Bwana, ghafla tunakuja kushuhudia kwamba hiyo asubuhi anakuja kupata taarifa ambayo huyo binti yake alikuwa anaishi huko Ukraine, ambapo alikuwa amempigia mshikaji simu ya ghafla. Jamaa katika kupokea hiyo simu anakuja kugundua kwamba kuna mshikaji anamteka yule binti. Hapo ndipo jamaa ilibidi aamue kukatisha lile swala la kutaka yeye kujiua na kuanza kufuatilia jinsi gani ya kuweza kumwokoa yule binti yake. Bwana, tunakuja kugundua kwamba jamaa anakuja kukutana na CIA wa zamani sana ambaye anakuja kuomba taarifa zote na mshikaji kuamua kwenda Ukraine ama Urusi kwenda kupambania uhai wa binti yake. Bwana, jambo ambalo linakuwa lina hatari sana kwa sababu nchi ya Urusi inakuwa ina mapigano makali na Ukraine na mshikaji anaingia kwenda kumokoa binti yake. Bwana, jambo lingine, huyu jamaa anakutana na mshikaji mmoja ambaye anaitwa Dani. Dani ni jamaa ambaye kutokana na machafuko ya Ukraine na Urusi, huyu jamaa na familia yake ambaye anaamua kumsaidia mshikaji ili baadaye huyu jamaa aweze kumsaidia kutoka katika nchi hiyo na kwenda nchi ya Marekani na familia yake kutokana na hii vurugu ambayo ipo katika nchi ya Urusi. Lakini tunakuja kugundua kwamba hata polisi ambao wapo katika nchi hiyo nao wapo chini ya magenge hayo ambayo yanasababisha vita katika nchi hizo ya Ukraine pamoja na Urusi. Bwana, lakini mwisho wa hii filamu ambao jamaa anafanikiwa kuweza kumwokoa huyo binti yake na kuweza kurudi katika nchi ya Marekani wakiwa salama kabisa bila kushtukiwa na watu wowote. Kumbuka kwamba hii mission ilikuwa ni mission ya siri sana ambayo jamaa alienda kuifanya katika nchi ya Ukraine pamoja na Urusi. Bwana, hii ni bonge moja la story, bonge moja la movie, Man of War. Movie hapa ishatoka 2026, itafute movie hii. Na kama utashindwa kuipata movie hii, nenda kwenye comment section hapo, andika kwamba unahitaji movie hii, weka namba yako ya simu ya WhatsApp, then mimi nitakutumia, au sio? Yeah. Bwana, napenda nikuache nikisema kwamba hii ni Cha the Storyteller. Jina langu naitwa Cha the Best Presenter in Town, mnyama OG, mzee wa movie.